Tena ili tuweze kuendelea kutoka mahali tulipoachia wakati uliopita. Kwa muda tumekuwa tukijifunza neno la Mungu kupitia waraka kwa Hebrania. Na tuliweza kutamatisha sura yake ya 9. Ambapo tuliona kuwekwa wakfu ama dedication ya maagano yote mawili yaliyo katika Biblia. Sababu Biblia iko na agano la kale na iko na agano jipya. Na tukaona ya kwamba agano la kale lilitiwa ama liliwekwa wakfu kwa damu ya wanyama. Na pia tukaona kuhani mkuu katika agano la kale alikuwa anaingia pahali patakatifu pa patakatifu palipokuwa pametengenezwa na mikono ya mwanadamu, pahali ambapo palikuwa hapa duniani. Na tukaona alikuwa anaingia pale kila mwaka kutoa dhabihu kwa ajili yake kwanza, kisha anatoa kwa ajili ya Waisraeli. Na pia tukaona ya kwamba ni jambo ambalo lilikuwa linarudiwa kila mwaka. Na tukaambiwa ya kwamba mambo yalivyokuwa katika huduma katika agano la kale yalikuwa tu ni kivuli cha mambo yalivyo halisi mbinguni. Kisha tukaangalia katika agano jipya ambalo sasa ni utimilifu wa mfano ulivyokuwa katika agano la kale. Na tukaona ya kwamba tofauti ya agano la kale na agano jipya, moja ni kuwa Yesu Kristo kwa damu yake, kwa mwili wake, aliingia patakatifu palipo mbinguni, patakatifu halisi kwa ajili yetu wote. Na tofauti ya yule kuhani mkuu wa agano la kale ambaye alikuwa anaingia pale kila mwaka, kuhani wetu mkuu Yesu Kristo wa ili agano jipya aliingia mara moja na ya kutosha kwa watu wote. Hivyo basi haihitajiki tena arudi tena kufanya dhabihu, sababu alifanya mara moja na ya kutosha. Na pia tukaona katika agano la kale hizo ibada na dhabihu zilikuwa zinatolewa, hazingeweza kukamilisha ama kumfanya mwanadamu mkamilifu. Lakini katika agano jipya, dhabihu yetu ya ondoleo la damu la dhambi, Yesu Kristo alitutakasa ama anatakasa mara moja. Yesu Kristo akisha kusamehea dhambi, hauhitaji tena kurudi pale sababu ya zile dhambi. Anaziosha na hiyo mambo inaisha namna hiyo. Ukamilifu wa ili agano letu jipya tuliloko ndani yake. Kuhani wetu mkuu akiwa Yesu Kristo
Dhabihu yetu ya ondoleo la dhambi ikiwa Yesu Kristo. Yaani Yesu Kristo ni kila kitu katika hili agano jipya, ambalo ni bora kuliko agano la kale. Sasa wacha tusome Waebrania sura ya 10. Kwanza tusome mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Wacha tusome hapo, kisha nikimaliza kuelezea tutasoma tena baadaye kuanzia mstari wa 5 hadi mstari wa 9. Hebrews chapter 10 verse 1 to verse 4. Biblia inasema hivi, nitasoma kwa Kiswahili. Basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Kama ndivyo, je, dhabihu wazingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakiisha kusafishwa mara moja, wasingejiona tena kuwa na dhambi. 3. Lakini katika dhabihu hizo ilikuwa kumbukumbu ya dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Haleluya. Katika hiyo misari 4, neno la Mungu ni wazi linatuelezea kwamba mafahali ama ndume na mbuzi na kondoo, yaani damu ya wanyama, haiwezi ondoa dhambi. Na sababu sasa tulikuwa tunaangalia sana dhabihu za wanyama zilizokuwa zikitolewa katika agano la kale, tukiangalia sheria na utaratibu wa huduma na dhabihu na ibada katika agano la kale, hazingeweza kuondolea mtu dhambi. Na ningetaka kusema, unajua maajabu moja ya kwamba watu ambao wanajiita Wakristo wamejua, sababu saa hii hakuna dhabihu zinazotolewa za damu katika makanisa. Hakuna. Lakini jambo la kusikitisha, watu wameondoka katika utaratibu wa dhabihu na ibada katika agano la kale ya kuchinja wanyama na kujitakaza kwa damu. Wametoka. Hilo jambo halifanyiki makanisani. Lakini maajabu ni kuwa upande huu mwingine wameingia katika kafara za kitamaduni. Hata unashindwa kuelewa. Wewe umeingia kanisani ama katika dini ama dhehebu, umeambiwa ibada na dhabihu za wanyama ambazo zilikuwa zinafanyika katika agano la kale hazifanyiki tena katika Ukristo, sababu Kristo alikuja
ama hizo dhabihu zilikuwa zinatuelekeza ama kutuashiria kwake Kristo, na Kristo ameshafika, kwa hiyo hatufanyi hizo dhabihu. Unasema ndio, unakaa pale. Lakini upande mwingine umeingia katika kafara na matambiko za kitamaduni. Sababu sina shaka na sina wasiwasi nikisema ya kwamba kuna watu ambao wanajiita Wakristo, wako katika dini, wako katika dhehebu, na bado wanaenda kutoa na kukula mbuzi za kitamaduni. Wanafanya matambiko na makafara ya kitamaduni. Sasa unashangaa, Mungu ameelezea kupitia kwa neno lake na watumishi wake ya kwamba dhabihu za wanyama ambazo zilikuwa zinafanyika katika Agano la Kale zilikuwa zinaelekeza watu kwake Kristo, na umekubali na umeamini na umeamua wachana nazo, hazihitajiki. Lakini Mungu amekuweka huru kutokana na dhabihu na kafara za damu, lakini bado unaenda kujiweka tena katika utumwa wa mambo ambayo hawafai. Na wacha niseme, ukisoma katika kitabu cha Walawi, sikumbuki vizuri ni mahali wapi, wakati Mungu alikuwa anasema ya kwamba kama dhabihu itatolewa nje ya madhabahu, hiyo ilikuwa hatia. Na akasema ya kwamba dhabihu ambazo zinatolewa na hazitolewi kwa Mungu, zinatolewa kwa mapepo. Siwezi kumbuka ni mstari gani hasa, lakini katika Leviticus inasema ya kwamba any blood sacrifice that is not offered upon the Lord's altar is offered to demons. Na neno la Mungu halibadiliki. Kwa hivyo kama wewe unajiita Mkristo na bado unaenda kuhusika na kufanya kafara za kitamaduni za kuchinja wanyama, Biblia inasema ya kwamba hizo dhabihu na kafara unazifanyia mapepo. Na Mungu naye ni mtakatifu kiasi ya kwamba hana ushirika na dhambi na mapepo na mambo ya giza. Kwa hivyo wewe ni kujidanganya, unajidanganya kwamba wewe ni Mkristo, lakini Mungu hakujui na hakutambui na hafurahishwi na wewe. Kwa hivyo ningetaka kusema, kama wewe unajiita Mkristo na unahusika na unashiriki katika makafara ya kitamaduni, unatakana utubu. Sababu hatuwezi kuwa ati Mungu ametuweka huru kwa neno lake kutokana na dhabihu za wanyama na damu, na we upande mwingine unaenda kujiweka tena kwa huo ufungwa. Hiyo ni kutojielewa. Biblia inasema ya kwamba kwa kuwa Torati ama sheria, na pia hapa ningetaka tuelewe, sababu wale watu wanapenda kupinga Biblia, wanasema kwa nini Mungu katika vitabu 5 vya kwanza vya sheria, Pentateuch, kwa nini apeane sheria kisha katika Agano Jipya akuje kusema ya kwamba hiyo sheria haitumiki? Ningetaka kueleza hivi. Katika sheria za Mungu zimegawanywa katika makundi kadhaa. Kuna sheria za maadili,
moral laws. Kuna sheria za dhabihu, laws of sacrifice. Kuna sheria kuhusu sherehe, laws of festivals. Kuna sheria kuhusu chakula na vinywaji. Sheria hizo zimegawanywa katika makundi mbalimbali. Sheria za vinywaji na vyakula na dhabihu na sherehe, mingi zake zilikuwa zinaashiria Yesu Kristo. Sana sana katika hiki kitabu cha Waebrania kimeangalia sana sheria kuhusu ibada, dhabihu na matoleo katika Agano Jipya. Haiongei kuhusu ya kwamba sasa kama ati sheria haifanyi, haimaanishi ya kwamba Agano la Kale lote sasa halina maana. Sheria za kimaadili hazibadiliki. Mungu amesema usiibe, usizini, usitamani cha mwenzio. Hayo ni mambo hayabadiliki. Yako hivyo na yako hivyo. Lakini yale mambo katika sheria ambayo yalikuwa ni mfano, ni kivuli cha Yesu Kristo, wakati Yesu Kristo alipofika, hayo mambo ama hayo makundi ya sheria yalitimiza wajibu wake. Kwa hivyo hapa ningetaka tushike Yesu Kristo, na nashukuru pia sababu tutasoma mahali alisema ya kwamba alikuja. Yesu Kristo alikuja na ukuu wa maandiko, yani yale ambayo yameandikwa kumhusu. Kwa hivyo mambo yote katika Agano la Kale ambayo yalikuwa yanaashiria kuja kwa Kristo, ambaye alikuwa ni mfano wa Kristo, Kristo alipofika tuliwekwa huru kutokana nayo. Na ndio sababu unaona hatufanyi dhabihu na sadaka za damu makanisani, sababu hayo yote yalikuwa yanaashiria Kristo, na Kristo alishafika. Kwa hivyo hapa, na pia ningetaka turudi katika sura ya 9 mstari wa 1, tuone ni sheria gani ambazo sasa tumewekwa huru kutokana nazo kwa muktadha wa hiki kitabu. Angalia sura ya 9 mstari wa 1. Basi hata Agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Sasa lile mambo ambayo tumewekwa huru ni kawaida za ibada, sheria, utaratibu wa ibada katika Agano la Kale. Hilo tumewekwa huru kutokana kwake. Hata nafikiri, sijui kama, hebu tuangalie kama ni wa Colossians. Wa Kolosai, hebu angalia sura ya 2 mstari wa 16. Biblia inasema ya kwamba tumewekwa huru. Basi kweli Colossians chapter 2 verse 16. Biblia inasema hivi: basi mtu asiwahukumu nyinyi katika vyakula au vinywaji. Sikia, sheria ya chakula na vinywaji, mtu asikuhukumu naye, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi
au Sabato. Sikia mstari wa 17. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni kwa Kristo. Unaona? Sasa hapa katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 16, Biblia inatuonyesha imetuweka huru kutokana na sheria za vyakula na vinywaji zilizokuwa katika Agano la Kale. Siku ya mwanamo wa mwezi au Sabato. Na nashukuru Mungu sababu hapa tumeongea sana kuhusu Sabato. The rest for God's people. Unajua katika Agano la Kale, Sabato ilikuwa inaashiria Waisraeli kufika katika nchi ya ahadi. Nao sasa katika hili Agano letu Jipya, Sabato ni kivuli cha kupumzika na kutulia milele katika uwepo na utukufu wake Mungu. Kwa hivyo Biblia tukiisoma kwa kina, tukijiachilia kwa mwongozo wake Roho Mtakatifu, tutaona jinsi tumepewa uhuru kupitia kwa Kristo, kupitia na mambo mengi. Tukimjua Mungu jinsi alivyo, anavyotupenda, na uhuru ambao ametupa kupitia kwa Kristo, hatuwezi tishwa na kuwekwa baridi na mambo mengine. Hivyo basi, mstari wa 10, tukirudi sasa katika waraka kwa Hebrania sura ya 10 mstari wa 1. Basi Torati. Sasa hapa tukisema sehemu ya sheria ilikuwa inaongea kuhusu utaratibu na mambo yalivyokuwa yakifanyika, dhabihu na kafara katika madhabahu ya Agano la Kale. Tuweze kupata hapo. Sio sheria yote. Ni sheria kuhusu utaratibu wa ibada, dhabihu na sadaka katika Agano la Kale. Ilikuwa na hili jambo tumerudiwa sana, hayo mambo katika Agano la Kale kuwa kivuli cha mambo halisi ya mbinguni. Tunaambiwa kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo. Hapa ningetaka tuweze kuelewa. Agano la Kale lilikuwa linafanyika, huduma katika Agano la Kale ilikuwa inafanyika zaidi ya miaka 2000 na huko nyuma. Sababu hata Yesu akifika hapa ulimwenguni, bado sheria na utaratibu wa ibada wa Agano la Kale ulikuwa unafanyika. Na ndio unaona alipata watu hekaluni wakiuza njiwa, ndama na nini, wanyama ambao walikuwa natumika katika ibada wakati ule. Lakini alipofika, sababu hayo mambo yalikuwa yanamuelekeza kwake, hizo ibada zikapitwa na wakati. Utaratibu hiyo ibada ukapitwa na wakati. Ndio tunaambiwa ya kwamba hayo mambo yote yalikuwa kivuli cha mema yatakayokuwa. Dhabihu, ibada, utaratibu wa hayo mambo katika Agano la Kale yalikuwa ni kivuli cha mambo mema ambayo yalikuwa yakuje katika Agano Jipya. Kwa hivyo haya mambo yameshafika, na katika Wakolosai tumeonyeshwa ya kwamba uhakika wa hao mambo ni Kristo. Na tunaendelea kusisitiziwa hayo mambo yalikuwa ni kivuli
lakini hayakuwa sura yenyewe, hayakuwa uhakika. Kwa hivyo tunakumbushwa, kwa wale ambao bado tumejishikilia upande kidogo na haya mambo ya kafara na ibada na sadaka za wanyama, tunaambiwa ya kwamba hayo mambo hayana maana, sababu yalikuwa ni kivuli cha mambo mema ambayo yalikuwa yakuja katika Kristo, na Kristo ameshakuja. Kwa hivyo tunatakana tuwe tumewekwa huru kutokana na hayo mambo. Tunaendelea kuambiwa, sababu haya mambo ambayo yalikuwa yanafanyika, sadaka, ibada, kafara za agano la kale, na hata hapa nikiongeza niseme hata kafara na matambiko na nini ya kitamaduni, sababu unajua utamaduni wa ibada ya Wayahudi ulikuwa pia unahusisha sadaka za wanyama. Hizo tunaambiwa ya kwamba ilikuwa ni mfano, na kupitia kwa hizo sadaka mule mtu ambaye alikuwa anakuja pale kuleta sadaka yake ama kufanya hiyo sadaka, hao wanyama hawangemuondolea ile dhamira ya dhambi, haingeweza kukamilisha anayetoa hizo dhabihu ama kafara kuhusiana na dhambi. Na hili ni jambo ningetaka tuweze kuelewa na tushike, ya kwamba hakuna kafara, hakuna sadaka ya wanyama inaweza kukamilisha mtu kutokana na dhambi, isipokuwa dhabihu yake Yesu Kristo. Na unajua naye watu wengi ambao wanajiita wahudumu, sababu ni wafanyi biashara na ni matapeli, wamepita njia ya ujanja. Wanasema sasa hatufanyi sadaka za wanyama kanisani, lakini sasa tumeiconvert ikuwe pesa. Na hapo ndio ujanja watu wanachezewa hapo. Unaambiwa kweli hatufanyi sadaka za dhambi, sadaka za wanyama, lakini sasa tumeiconvert ikuwe pesa. Sasa wewe unadanganyika ya kwamba haufanyi sadaka kwa kujikomboa kutoka dhambi, lakini yule anajua ya kwamba amekudanganya kwamba pesa yako, mara sijui gari yako, mara ukileta mavuno ya shamba, ametumia ukora kukudanganya. Lakini inabaki kuwa wewe umedanganyika ya kwamba lazima utoe ili uweze kujikomboa kutokana na dhambi. Hakuna. Na sijasema kutoa sadaka na matoleo ni vibaya kanisani. Ni muhimu, sababu kanisa ina mahitaji yake. Stima inahitaji kulipwa, nyumba inahitaji kulipwa, mambo mengi kanisani yanahitaji pesa. Kwa hivyo pesa na matoleo inahitajika kanisani, na tunayakaribisha. Lile jambo ambalo tunaongea dhidi yake ni wewe kudanganyika ya kwamba sadaka unayotoa ama kitu ambacho unaleta kanisani kitakutakasa kutokana na dhambi zako. Hilo haliwezekani. Kama halikuweza katika agano la kale, kama halikuweza katika njia ambayo Mungu aliweka
ikiwa ni kivuli cha dhabihu iliyo halisi. Nani anakudanganya kwamba saa hii itaweza? Wewe kama unataka kuleta sadaka ama matoleo kanisani, usiilete kama dhabihu. Don't bring it as a sacrifice. Sababu Christ has already offered himself as a sacrifice once and sufficient for all. Na tukiendelea kusoma mbele tutaona ya kwamba there is no more sacrifice needed beyond or after Christ. Mtu asikudanganye bana. Wewe kama ni kuleta kitu kanisani, ilete kama shukrani. Saa hii tumebaki kuleta sadaka, sio dhabihu. Saa hii tumebaki kuja na kuleta vitu vya shukrani kwa vile ambavyo Mungu ametufanyia. Ati unaambiwa ati lazima ulete, kama ni muradi unaanza ati lazima ulete dedication. Tumetoka katika hizo sheria. Lakini kama kuna muradi unataka kuanza na umepata pengine fedha ama hela za huo muradi, unaweza kuja kama shukrani. Useme, Mungu nilikuomba unipee pesa nifanye muradi fulani, na sababu umenipa, hii ndiyo shukrani yangu. Sababu the moment ulianza kuomba Mungu kuhusu huo muradi, hata before uombe Mungu kuhusu huo muradi, Mungu alijua utafaulu. Sababu tunaongea kuhusu Mungu ambaye anaona mambo yote. Unajua kuna watu saa hii wanasoma, wako shuleni, hata watoto wachanga kama hawa. Pengine 20 years from now, kama Yesu atakuwa amerudi, kuna watoto wengine utapata hapa wakiwa watu wenye nyadhifa kubwa sana, na Mungu anajua. Kuna wengine watakuwa matajiri, na Mungu anajua. Kwa hivyo, how do you dedicate something that God already knew from the creation of the world? Unajua tunadanganyika sana. Mungu alishajua. Hapa nikiwa nimesimama, alishajua leo nitakuwa hapa nikiongea neno lake venye naongea. How do I dedicate my preaching to God? Kile kitu ambacho Mungu anahitaji ni mimi kunyenyekea mbele zake, kumshukuru kwa karama yake na kujisalimisha kwake. Unajua kuna majina mengi yameletwa na yanatolewa katika Agano la Kale, na yanatumika katika biashara. Kazi yote ya ukombozi ambayo ilihitajika kufanya, Kristo ameifanya. Kuna jambo ambalo lingine linahitajika. Sasa letu ni kushukuru, kujisalimisha kwake, ili tuweze kufika mahali ambapo ametupangia. Hatuwezi honga Mungu na pesa yetu. Biblia katika kitabu cha Hagai inasema ya kwamba dhahabu na fedha zote ni za Mungu. Sasa wewe unadanganywa, unaleta sijui 1,000, sijui 2,000. Na utajiri wote wa ulimwengu ni wa Mungu. Na hapa nataka watu waelewe, mimi siongei dhidi ama against watu kutoa sadaka, watu kushukuru Mungu. Hilo ni jambo linafaa, sababu Mungu anapenda.
Yule mtu ambaye anatoa kwa kupenda kwake, sio kwa kutushurutishwa ama kuwekewa vikwazo. Na ujue ya kwamba hakuna mtu anayeweza kujikomboa. Hata Yesu wakati alituma wanafunzi wake waende wakahudumu, walirudi wakiwa wamefurahia sana ya kwamba mapepo wanatutii, wagonjwa wanapona. Ripoti waliorudi naye baada ya huduma ambayo alikuwa ametumwa na Yesu akawaambia, na hili ni jambo ambalo linatupita sana. Aliwaambia, msifurahi ya kwamba mapepo wanawatii, lakini mfurahi ya kwamba majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Kisha akaendelea akasema ya kwamba itamfaidi nini mwanadamu? Sikia. Itamfaidi nini mwanadamu au miliki ulimwengu wote na nafsi yake iangamie? Na akasema hakuna chochote, sikia, mwanadamu anaweza peana kuinusuru nafsi yake. Wacha wewe unadanganyika, sijui na 1000, sijui leta kondoo, sijui leta ploti yako, leta gari. Ukijidanganya ama ukidanganyika ya kwamba utanusuru nafsi yako ama utajiokoa. Yesu mwenyewe alisema hakuna. Hata kama ulimwengu wote utakuwa wako, hauwezi upeana, hautoshi kukukomboa. Kwa hivyo tuache kung'ang'ana kwa mambo ambayo ni bure. Hakuna kitu utapeleka kanisani kujikomboa kutokana na dhambi. Na ndio sababu Mungu mwenye sababu anajua hakuna kitu hapa ulimwenguni ambacho kingeweza ama kinaweza kukomboa mwanadamu. Hakuna kitu ambacho Mungu aliumba kinaweza kukomboa mwanadamu. Na ndio sababu akaamua yeye mwenyewe kwa njia ya Yesu Kristo ya kwamba atakuja ajitoe kama dhabihu ya kukomboa watu kutokana na dhambi. Sasa unang'ang'ana nini? Unang'ang'ana nini? Kazi yote ya ukombozi, gharama yote ya ukombozi ilifanyika na ililipiwa na Yesu pale Kalvari alipokufa kwa ajili ya dhambi zetu, alipokufa kwa ajili ya kutupatanisha na Mungu. Letu ni kuamini na kujishikanisha katika hiyo kazi kamilifu ambayo imeshafanyika tayari. Sadaka za wanyama hazingeweza kukomboa mwanadamu, kutoa hiyo dhamira ya dhambi kutokana kwa yule ambaye alikuwa anatoa. Haiwezi, haikuweza na haiwezi. Lakini Kristo, Yesu Kristo pekee ndiye anaweza. Peleka mamilioni, lakini jawabu ni kuwa haiwezi kukomboa. Peleka shamba yako, uhakika ni kuwa haiwezi kukukomboa. Mstari wa 2 unasema, ni yale maswali ambayo nasemanga ni swali balagha, rhetorical question. Naulizwa, hivyo basi kama hizi sadaka za wanyama zingeweza kumkamilisha yule ambaye alikuwa anatoa,
si basi zingekuwa zimeachwa kunini? Kutolewa. Endelea kusema. Sababu yule ambaye alikuwa analeta hiyo sadaka angeoshwa ama kutakaswa mara moja kutoka kwa dhambi, bado angekuwa na dhamira ya dhambi. Katika huo mstari wa pili uko na maswali mawili balagha, two rhetorical questions. Sehemu ya kwanza ni kama hizo sadaka, dhabihu zingefanya yule ambaye anatoa kuwa mkamilifu kutokana na dhambi, si basi zingekuwa zimeacha kutolewa? Sababu tunajua kwamba kila mwaka katika siku ya upatanisho, the Day of Atonement, kuhani mkuu alikuwa anafanya dhabihu ya dhambi kwake, kwa ajili yake na pia kwa ajili ya Waisraeli. Sasa ndio tunaulizwa kama hizo dhabihu zilikuwa zinafanyika katika Agano la Kale za wanyama na damu, kama zingekuwa zinafanya yule anayetoa ama yule ambaye inatolewa kwa ajili yake kuwa mkamilifu kuhusiana na dhambi, si basi zingeacha kutolewa? Na nilisema haya maswali balagha yanaulizwa, ama kuna mambo matatu kuhusu hayo maswali balagha. Jambo la kwanza, jawabu yake ni rahisi, ni wazi. Jambo la pili linaulizwa kusisitiza jambo ambalo limeongelewa katika hilo swali, na jambo la tatu ni jambo la kushangaza, jambo la kuhofisha, jambo la kuhurumiwa sana, iwapo mtu hajui jibu la hilo swali. Sasa hii sehemu ya kwanza tukiangalia kuhusu hayo mambo matatu yanayohusu maswali balagha, jawabu lake ni rahisi. Unajua swali ambalo limeulizwa ni kama haya mambo, hizi sadaka, hizo dhabihu zingekamilisha mtu kutokana na dhambi, si zingekuwa zimeacha kutolewa? Ni kweli, kama zingekuwa zinakamilisha mtu kutokana na dhambi, hazingekuwa zinafanyika kila mwaka. Hazingekuwa zinafanyika kila mwaka. Hilo ndio jawabu lake. Hazingekuwa zinafanyika kila mwaka kama zingefanya mtu mkamilifu kuhusiana na dhambi. Jambo la pili, ni mambo gani yanayoongelewa kuhusu hili swali? Ni kwamba dhabihu za wanyama, dhabihu za damu haziwezi kufanya mtu mkamilifu kutokana na dhambi. Na jambo la tatu, kama hauko unajua hivyo, ni jambo la hofu sana, ni jambo la kuhurumiwa sana, na unafaa ujue ya kwamba sadaka za mafahari ama ndume na mbuzi na damu na wanyama haziwezi fanya mtu mkamilifu kuhusiana na dhambi. Haziwezi kuomboa mtu kutokana na dhambi. Haya, sehemu ya pili ya huo mstari wa pili nasema ya kwamba yule ambaye alikuwa anatoa hiyo dhabihu angeoshwa
kutokana na dhambi mara moja. Angeoshwa na dhambi mara moja, angeoshwa kutokana na dhambi mara moja, si angekuwa ako huru kutokana na dhamira ya dhambi? Jibu ni kama kweli angeoshwa kabisa, mwenye kutoa hiyo dhabihu angeoshwa kabisa kutokana na dhambi, hangekuwa na dhamira ya dhambi. Hiyo ni ukweli. Jambo la pili, ni nini inaongelewa hapa, ama ni ujumbe gani ambao unahimizwa ama kusisitizwa kwa hii sehemu ya pili ya swali? Ni ya kwamba mwenye kutoa hiyo dhabihu ya dhambi hakuwa anatakaswa kutokana na dhamira ya dhambi. Yaani, unajua ili neno conscience, ukiangalia kwa kamusi ya Kizungu ni maneno mawili ambayo yameshikanishwa. Conscience. Con inasema with, science ni knowledge. Umeona? Kwa hivyo mtu ndani yake anajua ako na dhambi. Hata baada ya kutoa hiyo dhabihu ya wanyama, huyo mtu kama angetakaswa kutokana na dhambi, bado angekuwa bado na hiyo ufahamu ya kwamba yeye ni mwenye dhambi, hangekuwa naye. Kwa hivyo basi tunarudia kuambiwa ya kwamba hizo dhabihu zilikuwa zinatolewa za wanyama na damu, hazikutoa ndani ya huyo mtu kujua ya kwamba ni mwenye dhambi. Na ndio unaona hata watu ambao wanafanya makafara na matambiko ya kitamaduni hawafanyi mara moja na kuisha. Wanafanya na kurudia, wanafanya na kurudia, haziishi. Sababu kuna kitu nimekuja kuona. Mtu ni mambo mawili. Unajifanya katika hali ya kawaida ya kimaisha, sababu maisha hayakosi changamoto. Lakini sababu ya kukataa ya kwamba changamoto katika maisha ziko, unaanza kutafuta ni sababu gani. Hiyo ni hali moja. Hali ya pili, wewe unajua jinsi ambavyo umejipata katika hali ulioko ndani yake, lakini hutaki kukubali. Unatafuta vijisababu. Sijui ni nyumbani kwetu, sijui nini, niende nitafute wazee. Unaona? Unaenda, unatoa kafara, unatoa pengine kondoo ama mbuzi ama ile kitu umeitishwa ama kuku ama nini, na unaona ile hali yako haibadiliki. Unakaa tena, unasikia tena utarudi. Ukweli ni kuwa utoe mbuzi ama kondoo ama kuku, na unajua ile jambo ambalo limekufanya ukue katika hiyo hali, usiporekebisha bado utabaki kuwa katika hiyo hali. Dhabihu haziondoi ufahamu wa dhambi ndani ya mwenye kutoa hiyo dhabihu. Na hebu angalia
sababu kuna watu wengi sana wanafanya hizo makafara na kudanganyika kupeleka mara sijui simama na madhabahu, mara sijui madhabahu imesimamishwa, toa dhabihu ya kubomoa madhabahu. Hata na wale ambao wanaenda katika hizo njia za kitamaduni, hebu angalia kama kuna kubadilika katika maisha yao. Angalia kama kuna mabadiliko. Sababu hizo vitu kama sio Yesu Kristo haziwezi toa ufahamu wa dhambi ndani ya huyo mtu. Na mimi hupenda kufanya mfano na mimi. Before niokoke, before nitubu dhambi zangu na niamini Yesu Kristo, nilikuwa nafanya mambo mingi hata ya aibu. Na watu ambao tuliishi na wao na tulikuwa tunafanya kazi nao wakati ule wananijua nilikuwa mtu aina gani. Lakini hata saa hii tukutane na wewe uniambie, Kimani, ulikuwa unafanya hivi, ulikuwa unafanya hivi, nitasema ndio. Lakini huo ulikuwa wakati huo. Sababu ninajua ya kwamba niliamini Kristo na dhambi zangu akazitakasa, akaziosha. Wewe utabaki tu hapo na history. Mimi naye niko hapa nikishuhudia nguvu za Mungu za wokovu. Hauwezi nirudisha chini kwa mambo ambayo nilikuwa nikifanya wakati sikuwa nimeokoka. Na kama kuna gharama ya kulipwa ama kusimamia, Yesu Kristo alisimamia. Na kama kuna ile mambo ambayo pengine inahitaji nisimamia, nitasimamia. Sina shida. Lakini haya mambo, hizo dhambi na maovu, haziko tena kwangu. Hazina madhara yote kwangu. Sababu ufahamu wa dhambi ndani yangu uliondolewa naye Kristo. Sisi kwa msingi wa maisha ya zamani. Ninaishi kwa msingi ambao uko juu ya Kristo. Na hivyo ndivyo inavyotakana ikue katika maisha ya kila muumini na mfuasi halisi wa Kristo. Umeona? Sababu ukishapokea hii dhabihu ya Kristo ambaye alitoa mara moja na kutosha kwa wote, inafanya kazi yote ambayo inatakana ifanyike kwako kuhusiana na dhambi. Waweze tishika. Mnakuambia ulikuwa unaiba, ulikuwa unachukua hongo, ndio, lakini hiyo ni wakati huo. Ulikuwa unapigana, ndio. Ulikuwa mtu wa matusi, ndio. Haukuwa mtu mwaminifu, ndio. Lakini hiyo ni wakati ambao ulipita. Hayo yote Yesu aliondoa na akafunika. Ukishajua hivyo, hautawekwa katika kifungo cha dhabihu, mara kujishikanisha na madhabahu, mara kubomoa madhabahu. Ni madhabahu gani itastahimili nguvu za Kristo? Wewe jiulize. Na unaambiwa ati utoe dhabihu ya kuvunja madhabahu. Ni madhabahu gani inaweza stahimili nguvu za Kristo? Ni kifungo gani kinaweza stahimili uhuru wa Kristo? Ni kifungo gani kinaweza stahimili ukombozi wa Kristo? Hakuna. Ukweli ni kuwa hakuna. Katika mstari wa 3 tunaambiwa but, yani lakini. Sababu tunaambiwa kama kweli
hizo dhabihu zilikuwa zinaondolea anayetoa ufahamu wa dhambi ndani yake. Hangekuwa ana ufahamu wa dhambi. Sasa mstari wa 3 tunaambiwa lakini, yani badala ya hizo dhabihu kuondolea anayetoa ufahamu wa dhambi ndani yake, katika hizo dhabihu ambazo zilikuwa zinafanywa kila mwaka, zilikuwa zinakumbusha mtu dhambi every year. Na sijui kama tutaelewa hapa. Wewe ambaye unaamini ya kwamba unatoa dhabihu ndio ujiondolee dhambi, ukweli ni huu katika mstari wa 3. Badala ya hiyo kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi ama maovu yako, kukuondolea ufahamu wa dhambi ambazo umefanya, kila wakati ambapo unakuja kutoa hiyo dhabihu, unakumbushwa kuhusu dhambi zako. Si ni mstari wa 3 umesema? Hebu tusome tena. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Unaona? Sadaka ambazo walikuwa natoa, dhabihu ambazo walikuwa natoa za dhambi wakati wa siku ya upatano, haikuwa inawaondolea ufahamu wa dhambi. Badala yake ilikuwa inaamusha kumbukumbu ya dhambi ambazo wamefanya. Sijui kama unaona uzito huo. Wewe umedanganyika, unakuja hapa, unaleta dhabihu ya dhambi. Kisha kuja mwambie aenda, na ufika wakati mwingine sasa ni kuleta dhabihu ya dhambi. Badala ya kuondolea ufahamu wa hizo dhambi, unakumbushwa. Sababu ndani yako unajua haukusamehewa dhambi. Kwa hivyo ni vizuri. Na ndio sababu watu wengi wanaishi katika huu uoga. Unaona mtu ameokoka, mtu anaenda anasema ameokoka, mtu anaenda kanisani, lakini ukimuuliza kama yeye ni mwenye dhambi, unaona amejikunja. Anaanza kukumbuka dhambi zake ambazo Yesu Kristo hajamsamehea. Sama amedanganyika ya kwamba yeye anatakana atoe dhabihu, aondolewe dhambi. Katika mstari wa 4 tukikamilisha, tunaambiwa kwamba kwa kuwa haiwezekani ya kwamba damu ya fahari na mbuzi iweze kuondoa dhambi. Na hii inamaanisha hata zile dhambi ambazo zile dhabihu ambazo zimekonvertiwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa pesa. Hata ile pesa unaenda kutoa pale kanisani, ati ni sadaka yako, ni dhabihu yako ya dhambi, haiwezi ikakuondolea dhambi. Kwa sababu gani? Sadaka ama dhabihu ambaye inaweza ondoa dhambi na ufahamu wa dhambi kwa mwanadamu ni ya Yesu Kristo peke yake. Itolewa mara moja na ya kutosha, na haitolewi tena. Jina la Yesu lisifiwe. Nashukuru Mungu sababu tumeweza kukamilisha, tutafikisha hapo siku ya leo, na Mungu atubariki. Nataka nikaribishe ndugu yangu mchungaji Isaac.